muonekano wa viti nzuri. Vilivyobaki ni hivi vya blue, vitakuja kutoka ili iwekwe blue kwa maana kufanya rangi ya taifa. Rangi za taifa kwa maana blue, kijani, njano na nyeusi ndio rangi ya bendera ya taifa. Kwa hiyo hilo halina shida, na upande huu pataandikwa Benjamin Mkapa Stadium. Kwa hiyo itapendeza. Running track imekaa vizuri. Sisi mahitaji ilikuwa ni pitch. Na nirudie tena, ziara hii ni ya kawaida. Sasa tulianza ukagua Gymkhana Law School pamoja na Meja General Samuyo, tukaenda Zanzibar, narudi Mkapa, na Mkapa nitarudi tena kwa sababu bado package ni kubwa, na tutaenda Gombani ili kujiridhisha mkakati wa serikali wa kuhakikisha michezo inachezwa Tanzania unabaki kuwa ule ule, na kwa kuwa tumewapa wakandarasi wanawajibika kutupa taarifa za mara kwa mara. Kwa hiyo nimefurahi leo kusikia kwamba pitch ya Mkapa iko vizuri na viwanja vingine vyote vizuri na kule kunaendelea vizuri. Na hapa sasa sisi tumefurahi kusikia hilo. Tuliposikia kwamba uwanja huu hautatumika, tulipata shock kuonekana kwamba labda watu wetu tuwapa kazi ya kutengeneza hawajawajibika. Lakini seme hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira miguu Afrika, wala hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira duniani. Sisi jukumu letu ni kuimarisha miundombinu, na hapa tumekuja kukagua miundombinu, na bahati tumepata taarifa miundombinu hii inaweza kutumika hata leo na kuendelea. Muhimu ni pale ambako kunatokea dosari, watuambie kuna dosari, kwa sababu marais wetu Dr. Samia na Mheshimiwa Mwinyi wametenga fedha kutosha kuhakikisha kwamba ukarabati wa miundombinu hii wakati wote unafanyika ili mashindano yaje kuchezeka Tanzania. Kwa hiyo tunao wajibu watendaji wenzangu wa serikali kufanya ufuatiliaji kama tunavyofanya, kufanya ufuatiliaji kama ambavyo tunafuatilia. Kwa hiyo malalamiko yanaweza kuja kutokana kwa hayo kinachosikika hicho. Hiyo ni shirikisho la mpira miguu Tanzania na klabu yenyewe. Sisi kama serikali, miundombinu uwanja uko vizuri, wakiamua tutawaruhusu waendelee. Sisi hatuna shida, tumeshawajengea na tumeweka fedha kwa ajili yao ili waje kutumia. Hata leo wakitaka kutumia leo watumie tu. Tumeweka, wakitaka kucheza saa 4 usiku inachezeka, wakitaka saa 10 mchana ruhusa. Sisi hatuna shida. Kwa hiyo hayo ndio maazimio ya kikao chetu cha leo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Michezo, nilipongeze kwa usimamizi wa karibu pamoja na wizara, na sasa tunaendelea Isamuyo, na kwa bahati nzuri mkandarasi tulikuwa tarehe ambazo tumewekeana bado yuko kwenye time. Kwa hatuna mashaka na yeye. Na kampuni hii inaweka viti na huko installation inaendelea vizuri. Na pia mwaka huu tunataka tuimarishe kule VIP ili viongozi wanaotaka kulipa na nini wakae huko juu huko kwenye vioo huko, wanapata na AC zao huko. Kwa hiyo uwanja wetu utakuwa bora zaidi baada ya kukamilika kwa maeneo yote haya. Kwa hiyo niwashukuru wote. Mheshimiwa Waziri nakushukuru, Katibu Mkuu muendelee kusimamia, Mheshimiwa Mwenyekiti Baraza la Michezo na mtendaji wetu wa Baraza la Michezo, wakandarasi na washukuru sana wote, muendelee na kazi. Na baada ya hapo ni waage sasa, tutawajulisha tutakapokuja tena kukagua maeneo ya ndani ili tuone maendeleo hayo.